Bwana, kwenye pitapita zangu nimepata bahati ya kukutana na mmoja ya miongoni mwa waigizaji ambao kwa kweli wana mvuto sana kwa mashabiki. Ni mwanadada ambaye wengi wao wanapenda namna anavyoigiza na filamu ambazo anaigiza pia zina impact kubwa sana kwenye jamii. Anaitwa Sikitu. Mambo vipi? Shwari tu. Uko poa? Mimi si jambo. Unaendeleaje? Niko poa. Huwa unaonekana ni mpole sana by nature, mtu akikuangalia tu sura yako. Hivi ndo kawaida yako kwamba wewe ni binti mpole au ni maigizo ya sura? Ni mpole. Yeah. Okay. Hongera sana kwa kuwa miongoni mwa mabinti ambao una mashabiki wa kutosha kwenye mtandao kulingana na kazi unazofanya. Sikitu ni binti ambaye amefika hapa akiwa anatoka kwenye historia gani huko nyuma, kwa ufupi kidogo? Historia tu ya kawaida ya maisha ya Kiafrika. Ni historia ni ya kawaida tu. Okay. Hujazaliwa da lakini? Hapana, sijazaliwa da. Okay. Swala la kuigiza, ulijigunduaje kwamba una talent na ukajikuta upo kwenye maigizo? Nadhani ukikipenda kitu lazima ujigundue. By the way, mimi nilikuwa nakipenda hiki kitu. Kuigiza nilikuwa napenda, kwa hiyo nikaanza kufanya mazoezi, then nikaanza kushoot. Okay. Kuigiza ya. Sawa. Nyewe waigizaji haswa wa kike mnakuwa mnapitia changamoto mbalimbali. Majuzi tu tulisikia miongoni mwa waigizaji kuna mmoja mwanadada alisema kwamba aliwahi kuomba nafasi kwa mara ya kwanza. Kipindi anaomba nafasi ya kuigiza aliambiwa aende akafundishwe, lakini cha ajabu akashangaa amepelekwa guest. Wewe umewahi kukutana labda na hizo changamoto za kwamba unamwomba mtu nafasi ya kazi anakuletea stories zingine, au imewahi kukukuta katika maisha yako huko nyuma? Binafsi yangu hapana, sijawahi kukutana na hizo changamoto kabisa. Okay. Kwa nini unapendwa sana na mashabiki? Nadhani kwa sababu ya utendaji wa kazi na nidhamu. Okay. Yeah. Sawa. Mimi ni fan wako vile vile na huwa napitia sana peji yako ya haswa ya Instagram. Nakumbuka ni mwaka huu katika miezi kadhaa hapa mwanzoni ulichapisha video ukidai kwamba kuna watesi, kuna watu hawataki kukuona wewe ukishine, kuna watu wanatamani upotee na nini. Ukawa unaongea vitu vya namna hiyo, ukawa unaimba hadi wimbo wa Aslay yule, kuna watu wanachinja mbuzi kafara wanatamani Sikitu apotee na nini. Nini kilitokea? Hakijatokea kitu chochote. Ile ni content kama content tu, lakini kiuhalisia ya maisha ya hapo unafahamu. So kwamba kila atakayekuwa karibu yako anakupenda, hapana. Na sio kila atakayekuchekelea anakuchekelea kwa furaha, hapana. Hicho kitu kipo, ila mimi hakijaniguta. Ni content ambayo nilitengeneza tu. Okay. Yeah. Kwa hiyo si kwamba watu wengine, kama nilivyosoma comment kwamba watu wengine wakana kuhusisha labda kuna wadada ambao wako tamthilia nyingine wanatengeneza beef na wewe na nini, wana mikakati ya wanakutukana, wanakuattack. Hamna kitu kama hicho. Kwanza kabisa sina ugomvi na mtu yoyote kwenye tasnia hii. Labda kama yeye ana ugomvi na mimi hapo sawa, lakini mimi sina ugomvi na mtu yoyote. Isipokuwa hiyo ni content ambao nilitengeneza tu, nimekaa nimejisikia nikasema ni posti basi. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye alitaka kukupoteza isipokuwa wewe mwenyewe tu ulitamani kupata attention kwa mashabiki? Hamna kitu kama hicho. Hata sio attention, basi tu nilikaa nikajisikia nikafanya hivyo basi. Kuna baadhi ya mashabiki walikufuata inbox baada ya ile video, labda wakawa wanakuuliza Sikitu kuna nini? Hapana. Hakuna. Okay. Na baadaye tena ukaja ukapakia video nyingine ukasema kwamba mimi huwa nina tabia fulani ya kuwa na wivu wa kupindukia. Ni kweli kwamba una wivu wa kupindukia au pia ilikuwa content? Ni content, lakini ni kweli. Una wivu wa kupindukia? Ndio. Wivu wa kupindukia upo katika engo gani? Ni kwa mtu wako au kwa watu wako au vipi? Watu wangu wote. Jamani, mbona hata wewe unaweza kukaa hivyo? Kama nilivyoelezea clip ni kwamba yani inaweza ikatokea hata kama ni kwa rafiki yangu, ni rafiki yangu, unajua mimi ndio rafiki yake, alafu akawa na rafiki mwingine na kuna namna anajisikia. Kuna namna anajisikia. Lakini sasa ndio haimaanishi kwamba nitamchukia au ndio nitavunja rafiki, hapana. Ni wivu tu, ni maumivu basi. Kwa hiyo upendaje rafiki yako awe na rafiki mwingine? Napenda, lakini naumia. Sasa unaumia kwa nini? Sasa sinaumia tu jamani. Kama una wivu wa namna hiyo kwa marafiki tu wa kawaida, je, kwa boyfriend wako inakuwaje? Si
kidogo tu nanuna, kwa siku unaweza kununa hata mara 100. Amna, tena mimi sio mtu wa kununa, ni mtu wa kuachilia vitu tu na vipotezea basi. Okay. Video ya mwisho ambayo mimi niliona kwenye ukurasa wako nikajiuliza sana maswali, ni video ambayo ulisema kwamba boyfriend wako anakudekeza sana, yani anakupa raha ambazo aisee uamini kama katika hii dunia kuna mwanamke mwingine anapewa raha kama zile. Ulikuwa unajinadi unasema wewe mtoto wa mamkwe, mbona sasa umezidisha, hebu jaribu kunipiga. Ukawa unasema hata nipige hata kidogo, maana kila siku kunidekeza na nini, raha hizi zimepitiliza. Unahisi kwamba wale wanaopigwa wanafurahia kile ambacho ulikizungumza kwenye ile video? Jamani, Mino, hii ni content. Yaani kila kitu unachokiona mtandaoni jua ni content, hakina uhalisia wote. Kwanza mimi hata sina mahusiano. Sina. Kwa hiyo ni kila utakachokiona mtandaoni ambacho nimekiposti jua hiyo ni content. Siku nikiposti kitu serious, nitawaambia hiki ni serious. Lakini kwa sasa hivi aminini kwamba ni content kila nitakachokiposti. Lakini vigumu sana kumwona binti mrembo kama wewe una smile kila wakati alafu unasema huna mpenzi, uko single. Ili linawezekanaje kwako kwamba wewe ni mrembo, ni mzuri, uko single, lakini always uko happy? Mahusiano ni maamuzi. Mahusiano ni maamuzi. Wala kukosa mahusiano haimaanishi ndio mwisho wa furaha. Furaha inaweza ikawepo na mahusiano inaweza yakawa hayapo na maisha yakaendelea. Okay. Kwa hiyo umechagua upande gani? Umechagua upande wa kuwa single hadi pale utakapoamua kuwa kwenye mahusiano, aidha hujapata mtu sahihi lakini bado unahisi hiyo nafasi ya kuwa kwenye mahusiano ipo? Muda wote kinaweza kikatokea kitu chochote. Haijalishi ni saa ngapi, ni muda gani. Wakati wa Mungu ni wakati wa sahihi. Mwanaume akija inshallah tadu. Okay. Nini ambacho unakiona ni cha tofauti kwenye uigizaji wa sasa tofauti na ule wa kina Johari zamani? Cha tofauti? Amna, watu nadhani wanakuwa wabunifu tu. Wabunifu na teknolojia inazidi kupanda. Yes, vitu kama hivyo. Okay. Umewahi kuchukia namna ulivyorekodiwa na director, labda ukachukia labda kwenye scene moja ukaona kama walikupaka sana makeup au walikucolor grade vibaya, walikuweka vibaya? Hapana. Wewe ni mwigizaji ambaye tutegemee tu kukuona kwenye tamthilia ya Clamvevo, au pia ni mwigizaji ambaye unaweza ukaja kuonekana kwenye tamthilia zingine hapo baadaye? Safari ni ndefu rafiki yangu. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba nitaishia hapa nilipo tu, hapana. Yaani bado nina safari ndefu sana. Kwa hiyo siwezi kukuambia kwamba nitaishia hapa tu kwa sababu labda ya ushabiki au sio nini, hapana. Mimi bado nahitaji kukua na kusonga mbele zaidi. Okay, Sikitu, kwa kumalizia. Naamini kuna watu wengi sana kutokana na tabia yako, namna unavyokuaga unajistiri. Sijawahi kukuona ukiwa unapiga picha zile za beach, umevaa vibaya na nini. Naamini kwamba kuna watu wengi sana ambao wanakujaga DM, wanakutaka wengine kwamba hacha kuigiza, nataka nikuoe. Au nataka uendelee na maigizo lakini nataka nikuoe uwe mke wangu wa ndoa. Hizi ni kweli huwa zinakuja huko DM au huzipati hizi message? Mimi ndio maswali yako. Baadhi ya watu ambao wako serious kabisa, mtu anakuambia okay, wewe ni binti mzuri, natamani nikuoe niishi na wewe, japo utaendelea na maigizo au utaacha kuigiza. Mino, kuhusu serious ni jambo la mtu mwenyewe moyoni mwake. Ila kuhusu kuambiwa sikatai kwamba naweza nikaambiwa sasa hivi. Hata sasa tunataka tukafungua DM tukakuta ile neno, si ndivyo? Lakini ni userious wa mtu uko moyoni mwake mwenyewe. Mtu anaweza kuambia kwamba anakuhitaji, nataka kukuoa, lakini kumbe basi tu anahitaji siku ambayo atakuona kwa bure, unajua. Akakuona basi mwisho wa siku ile lengo lilikuwa limekatika. Hicho siwezi kukipinga kwamba kipo. Isipokuwa sasa userious wa mtu upo kwake moyoni mwake mwenyewe. Baadhi ya maswali ambayo mimi huwa najiuliza, mbona wewe ni mrembo sana lakini unavaa yani kawaida, yani uvaagi kama mabinti wengine ambao tumewazoea wakianza kuonekana kwenye kamera tungeshangaa. Sasa hivi unatuvalia vitu fulani, unaacha sehemu fulani wazi, maumbile yanaonekana na nini. Nikiangalia, nimeanza kuchunguza sana tangu nilivyokuja, nimeona hujabandika kucha, umevaa gauni lako la kawaida, nywele zako naona umesuka.
yani kawaida sana. Hivi huo msuko unazidi shilingi 10,000 kweli? Kwani umeona? Eh? Huu nimesukwa bure. Bure. Okay. Kwa nini umeweza kuwa hivi licha ya urembo wako, uzuri wako na umaarufu ambao umekuwa ukiupata, lakini still hujawahi kutoka kwenye ile misingi ya mtoto wa familia kwamba unaheshimu watu wasikuone unavaa vibaya, watu wasikuone katika maeneo ya mabaya. Umewezaje ku maintain hili? Hapana, sina sababu za kuvaa hivyo unavyosema wewe. Sina sababu. Kila mmoja anafanya kitu kutokana na sababu. Mimi sitaki kuamini hao mnaoona mitandaoni wanavaa hivyo kwamba ndio wametoka kwenye familia zao hivyo. Hapana. Kuna maisha ambayo wametoka. Lakini sasa anavaa hivyo kwa sababu gani? Anavaa hivyo akiwa na sababu zake. Yeah. So na mimi kuvaa hivi na sababu zangu. Kuna vitu vyangu ambavyo nimevitarget. Yes. Okay. Sina sababu ya kuvaa hivyo basi. Neno moja kwa mashabiki zako. Mimi nawapenda sana. Kingine wasichoke kunifuatilia na kunisupport. Ambapo nitakuwa nimekosea kama kijana mwenzao, dada hao, sijui mama hao wengine, mimi waendelee kunirekebisha. Yaani mimi sizuii mtu kunirekebisha. Anirekebishe kabisa pale ambapo naona kabisa mimi hapa si kitu kakosea. Naomba unifuate DM nirekebishe. Hivyo tu.